Bwana, Young Africans wamepata sare tasa dhidi ya JS Kabylie, sare muhimu katika kampeni yao ya kujaribu kuendelea kufanya vizuri kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu. Tathmini halisi ama tathmini ya kina ya huu mchezo sitoiweka katika mjadala ambao nitakuwa na uzungumzia hivi sasa. Nitakuja nayo katika video inayofuata, Mungu akipenda, hapo kesho. Lakini nilikuwa naomba niwazungumzie wachezaji wawili ambao kwa mtazamo wangu mimi wameshawishi kwa kiasi kikubwa sana hichi ambacho Young Africans mwisho wa siku wameweza kukifanya katika mchezo dhidi ya JS Kabylie. Maxi Nzengeli pamoja na Duke Abuya, kiukweli kabisa miongoni mwa wachezaji ambao mimi nafikiri wanastahili credit. Na mimi Duke Abuya, hii sio mara ya kwanza, kwa watu ambao wamekuwa wakifuatilia video zangu nitaendelea kuwapa credit kwa kiasi kikubwa sana. Hapa nitawaambia tu ukweli kabisa. Kuwa na Duke Abuya pamoja na Maxi Nzengeli wakiwa katika ubora wao Young Africans wanapokuwa hawana mpira uwanjani ni kama kuwa na wachezaji 12 kwa upande wa Young Africans. Honestly kabisa. Yaani ni kama kila mmoja pale anaongeza nishati almost half of the energy ambayo unaweza labda ukahitaji kuipata kutoka kwa mchezaji mwingine. Unaweza ukaipata hiyo kutoka kwa Abuya, unaweza ukaipata hali hiyo kutoka kwa Maxi Nzengeli. Yaani ninachojaribu kukusudia hapa ni kwamba Young Africans wanapokuwa hawana mpira, Maxi Nzengeli anafanya zaidi tu ya majukumu yake yanavyomtaka. Duke Abuya anafanya zaidi tu ya majukumu yake yanavyomtaka. Niliwahi kubainisha kwenye video yangu labda ya 4 ya 5 kutoka sasa, nilikuwa namzungumzia Duke Abuya, nikawa nasema kuna muda Duke Abuya anaweza akafika kwenda kukaba kwenye eneo ambalo sio la kwake. Yaani akafika kwenye eneo la mchezaji mwenzake akaenda akajaribu yeye kuzuia mwanzo kabla hata mchezaji mwenye nafasi husika hajafika na kwenda kudhibiti shambulizi. Hicho ni kitu ambacho nilikuwa nakiona kutoka kwa Duke Abuya tangu kwenye mchezo wa kwanza Angola dhidi ya Wiliete kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu. Alikuwa anakwenda kuna muda mpaka kwenye winga ya kushoto kule alikuwa anakwenda kukaba. Nakumbuka kipindi cha pili aliingia kuwa kwenye ule mchezo, Duke Abuya akawa anafika mwanzo kwenda kukaba eneo la Ekua kabla Ekua mwenyewe hajafika, ambaye ndo winga wa kushoto kwenye ule mchezo kipindi cha pili siku zile. Sasa kitu ambacho anakifanya Duke Abuya, Maxi Nzengeli, kiukweli wanafanya zaidi tu ya yale ambayo majukumu yao yanakuwa yanawataka uwanjani wanapokuwa hawana mpira, kwa sababu JS Kabylie leo na hasa kwenye kipindi cha pili, kwenye nyakati ambayo walikuwa wanajaribu zaidi kuupeleka mchezo kwa Young Africans, walikuwa wanafanya build up na watu watatu, na ilikuwa ni wide build up. Yaani unakuta kuna mtu karibu na chaki, kuna mtu karibu na chaki, alafu kuna mtu katikati. Ina maana wale watu watatu ambao wanafanya build up kwa upande wa Kabylie kwenye eneo la nyuma wametanua kiwanja chote. Lengo ilikuwa ni kujaribu kutanua na muundo wa Young Africans. Yaani ile wide build up ambayo walikuwa wanajaribu kuifanya Kabylie, mrengo wake ama msingi wa ile wide build up ni kuwalazimisha na Yanga nao watanuke ili Kabylie wapate nafasi ya kupita ndani ya muundo wa Young Africans, wapate kupita pale katikati, kwa sababu bila kufanya hivyo huwezi kuwavunja katikati Young Africans. Lakini licha ya kwamba Kabylie walikuwa wanajaribu kufanya wide build up kwenye phase ya kwanza, muundo wa Young Africans ulikuwa haukatiki. Ulikuwa haukatiki kwa sababu gani? Ni kwa sababu Duke Abuya ana nidhamu ya kukaa katika eneo na ana nidhamu ya kudumisha muundo bila ya kuharibu. Maxi pia Nzengeli ni mchezaji pia ambaye anajua namna ya kudumisha nidhamu ya eneo lake. Ina maana mpango wa JS Kabylie wakati wanafanya build up ni kujaribu kufanya build up ambayo ni pana, wide, ili kujaribu kuwafanya Young Africans wafunguke kwenye eneo la katikati, muundo utanuke, muundo ukatike, waweze kuwafungua kupitia katikati. Lakini hicho ni kitu ambacho kilikuwa hakiwezekani kwa sababu Duke Abuya pamoja na Maxi Nzengeli walikuwa hawatoki out of position. Tunasema tactical discipline. Yaani unakuta mtu anajua kudumisha nidhamu ya eneo lake. Yaani wale ni kama watu ambao wanafanya doria. Umewahi kumuona askari ambaye anafanya doria, huwa hatoki kwenye eneo lake, ni hapo hapo tu. Yaani huwezi kumchezesha mtu katika namna ambayo itamlazimisha atoke kwenye zoni yake. Huwezi kukifanya hicho kitu. Kwa kiasi kikubwa sana Duke Abuya pamoja na Maxi Nzengeli walikuwa ndo wanahakikisha kwamba
utaratibu ambao Kabylie walikuwa wanajaribu kuutengeneza wa kutaka kuwatanua ulikuwa haufanikiwi kwa wao kudumisha nidhamu ya eneo lao pale katikati. Kwa hiyo Young Africans walikuwa hawakatiki, licha ya Kabylie kujaribu kuwafanya wafunguke, muundo utanuke, walikuwa hawatanuki pia. Muundo ulikuwa unabaki compact. Hilo la kwanza. Lakini hata kwenye nyakati ambazo Duke Oga Abuya pamoja na Maxence Nzengeli walikuwa wanatakiwa waongezeke kwenye phase ya juu, phase ya mwisho kwa upande wao na phase ya build up kwa upande wa Kabylie, wakafanya pressing, walikuwa wanafika katika nyakati sahihi, wanapora, walikuwa hawawi dragged out of position. Wanajua muda wa kwenda kustep up na kupress, wanajua muda wa kuhold position na kudumisha nidhamu ya muundo ambao Pedro Goncalves aliwatengenezea bila mpira. Kwa hiyo kiukweli kabisa Duke Oga Abuya, Maxime Nzengeli, outstanding performance. Najua sare tasa imebebwa na collective effort ya wachezaji wengi katika kujaribu kuzuia Djigui Diarra, sijamtaja, mwisho wa siku amefanya outstanding saves katika ule mchezo. Credit kwake, amecheza akiwa na injury, lakini hawa wachezaji wawili ambao ndo walikuwa wanatengeneza uti wa mgongo pale katikati, hawa ndo walikuwa wanajaribu sana kutengenezewa mazingira ya kukata muundo na kutanuliwa na JS Kabylie, lakini hawakuruhusu muundo utanuke, hawakuruhusu muundo ukatike. Walihakikisha wanadumisha nidhamu ya eneo lao, kuifanya Young Africans kwenye 442 iwe compact, isiweze kufunguka, na iende kuwa ndo msingi wa wao kuweza kuhakikisha kwamba hawaruhusu bao ugenini mara baada ya dakika 90 dhidi ya Kabylie.